Moja kwa moja katika uchambuzi wa dunia yetu leo mchana, tukianzia huko mashariki mwa Kongo. Kundi la waasi wa M23 limesema kwamba rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma unaodhibitiwa na waasi hao. Hayo yamekuja siku chache baada ya serikali kuondoa kinga ya Kabila kutoshtakiwa ili kufungua njia ya kumshtaki kwa uhaini. Serikali na chama tawala nchini Kongo vimekosoa vikali hotuba ya Kabila na uamuzi wake wa kutembelea mji wa Goma. Zaidi anasimulia Saleh Mwanamilongo. Kiongozi wa muungano wa kisiasa na kijeshi wa waasi wa AFC M23 Corneille Nangaa ametangaza kuwa Joseph Kabila amewasili katika mji wa Goma. Kwenye ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa X, Nangaa amesema kwa pamoja na Kabila wanadhamiria kukomesha kile alichokiita kuwa ni udikteta na migawanyiko nchini Kongo. Kurejea huko kwa Kabila nchini Kongo kumethibitishwa pia na watu wa karibu yake. Kikaya bin Karubi aliyekuwa mshauri wake wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia ameiambia DW kwamba Kabila aliwasili usiku wa kuamkia leo Jumatatu, lakini hakufahamisha ajenda na muda ambao kiongozi huyo wa zamani wa Kongo atasalia hapo Goma. Duru nyingine ya karibu na Joseph Kabila imeiambia DW kwamba ziara hiyo ni ya mshikamano na raia wa Kivu walioathirika na vita, na kwamba ana mpango wa kurejesha amani ambao watawasilisha pia kwa waasi wa AFC M23. Ijumaa iliyopita, Kabila alimkosoa mrithi wake Rais Felix Tshisekedi kwa kile alichokiita uongozi mbaya, akisema kuwa ameitumbukiza taifa katika mgogoro wa kimuundo na kuifanya Kongo kuwa kichekesho mbele ya jamii ya kimataifa. Katika hotuba aliyoitoa baada ya kuondolewa kwa kinga yake ya kisheria, Kabila alitetea utawala wake, akisisitiza kuwa Tshisekedi ameharibu misingi imara aliyoiacha baada ya miaka 18 ya urais. Mjini Kinshasa, hotuba ya Joseph Kabila na ziara yake huko Goma vimechukuliwa kama kitendo cha usaliti wa taifa na kwa demokrasia. Akihojiwa na televisheni ya taifa, msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa Kabila amepitwa na wakati na alitakiwa kunyamaza. Après, on a vu les réactions de Congolais. Je pense que tumeona maoni ya Wakongo baada ya hotuba ya Kabila. Maoni ya Wakongo walio wengi kwenye mitandao ya kijamii ni ishara tosha kuhusu wanachofikiria. Kwa hakika, Rais Kabila amepitwa na wakati, ambaye hana jambo jipya la kupendekeza kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Kwa upande wetu sisi tunajikita katika kutatua matatizo ambayo yeye Kabila hakuweza kuyatatua wakati alipokuwa madarakani. Akiwahutubia wafuasi wao kwenye makao makuu ya chama jijini Kinshasa, Augustin Kabuya, katibu mkuu wa chama tawala cha UDPS, alimtuhumu Kabila kwa kudhoofisha jeshi la Kongo na kuchangia uingiliaji kati wa Rwanda wakati alipokuwa rais. Kabuya amesema kiongozi halisi wa waasi wa M23 na aliyechangia kufilisika kwa taifa la Kongo ni Joseph Kabila katika uongozi wake wa miaka 18 wa taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali za madini. Ripoti yake Saleh Mwanamilongo. Je, lipi kusudi la Rais Kabila kuutembelea mji wa Goma wakati kama huu? Hili ndilo swali ambalo mwenzangu Sudi Mnete amemuuliza Nixon Katembo, mwandishi habari na mchambuzi anayefuatilia kwa karibu masuala ya Afrika na hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Hii ni mwendelezo wa kazi zake za kuunga M23. Kumbuka Kabila, watu wengi hawajui kwamba ni yeye ndio mwanzilishi wa maasi hayo tangu mwaka 2013 wakati alipotaka kujiondoa ile pressure iliyotolewa na Umoja Mataifa kuhusu uchaguzi wa mwaka 2011. Wakati wote imetajwa Rwanda, lakini Kabila hakuwa anatajwa. Anahusika vipi katika hizi vurugu za sasa? Kabila na Rwanda wamekuwa wakishirikiana pamoja katika kuimarisha usalama wa mashariki mwa Kongo kwa maslahi binafsi. Kwanza maslahi yake ya kibiashara, kwa maana kuwa ana biashara nyingi ambazo zinafanyika kule Kongo. Kwa upande wa Rwanda ni kuweza kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi, wala si hata kutetea wale wanaoita kuwa raia wa Kinyamlenge ambao Rwanda inasema wanaandama pamoja na wakimbizi ambao wako pale Rwanda wanataka kurejea nchini Kongo. Uwapo wake Kongo wakati huu kutakuwa na matokeo gani? Utaligawa taifa mimi ninaloona kati ya mashariki na magharibi, na hii inaweza ikawa na azma ya baadaye ya mgawanyiko ndani ya Kongo.
na hii ni moja kwa moja kutokana na uhafifu wa serikali ya Kinshasa. Serikali itakuwa na wajibu gani unahitaji hapa sasa hivi? Serikali ina wajibu wa kuweza kulinda mpaka yake pamoja na raia wa nchi hiyo pamoja na kuleta maendeleo ndani ya nchi, lakini inaonekana dhahiri kwamba Kinshasa chini ya Tshisekedi imeshindwa kufanya hivyo, na badala yake tunaona Rais Tshisekedi pamoja na wapambe wake wakijilimbikizia mali nyingi tu kama alivyofanya Kabila chini ya utawala wake wa miaka 15. Kabila ameondolewa kinga ya kushitakiwa, haitakuwa na athari zozote kwake. Hii itamfanya awe mkali zaidi na kuweza kupigania haki zake kama anavyotaja mwenyewe, pamoja na kuendeleza vita hadi pale pengine serikali ya Kinshasa itakapoanguka madarakani kwa kutumia waasi wa M23, na hii itaweka Kongo katika hali tete zaidi, ambako wengine tulitarajia kwamba kutakuwa na mazungumzo ya amani na ushirikiano, na tuongoje wapo Marekani itakuwa na washawishi vya viongozi hawa wote ikiwemo Kabila pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umetaja Marekani, lakini jumuiya za kikanda zimekuwa na jitihada zao. Ni kwamba juhudi zote hizi hazitafua dafu. Naam, juhudi za kimataifa zimezalilishwa kutokana na uongozi mbaya pamoja na kutokuwa na msimamo thabiti kwa serikali ya Kongo. Upande wa pili kutokuwa na msimamo wa kitaifa na ukosefu wa uzalendo kwa wanasiasa wa nchi hiyo kuhakikisha kwamba wanaliweka taifa mbele.